Mtazamaji, katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, viongozi mbalimbali wamekuwa wakisisitiza swala zima la utunzaji wa mazingira. Katika taasisi mbalimbali, ikiwemo taasisi za serikali, watu binafsi, lakini pia taasisi za dini, zimekuwa mstari wa mbele katika kuhamasisha watu swala zima la utunzaji wa mazingira. Hii yote ni katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Utupaji holela wa taka ni moja ya mambo ambayo yamekuwa yakipigwa marufuku, huku swala la upandaji miti likihimizwa zaidi katika jamii. Hii leo katika parokia ya Kiwanja cha Ndege, mtandao wa vijana kukabiliana na mazingira SAINESA unafika hapa kwa ajili ya kutoa somo kwa vijana juu ya swala zima la utunzaji wa mazingira. Vijana mbalimbali kutoka katika parokia hii pamoja na wawakilishi kutoka parokia jirani zilizoko hapa Dodoma wanakutana hapa kwa ajili ya kujadili ni kwa namna gani tunaweza kuyahifadhi na kuyatunza mazingira yanayotuzunguka. Lakini wakati tukiendelea na juhudi za kuyatunza mazingira, tunapata somo hapa kutoka kwa Allen Otalo. Yeye alitueleza mengi kuhusiana na mtandao wa vijana kukabiliana na mazingira, mtandao unaojulikana kwa jina la SAINESA. Mtandao huu unafanya kazi gani? Hapa anatueleza. Asante, maswali mazuri. SAINESA kisheria ni NGO. Tuna registration yetu Kenya, Nairobi, na tumerejista kama NGO kwa sababu ndio uweze kufanya shughuli yote, aidha ni kufungua account au nini, lazima una certificate ya registration. Na idea yetu ya kwanza ilikuwa sio kuregister kama NGO, ilikuwa ni kulikuwa na category kwa mfano ya faith based, tukaregister kama faith based, lakini ile category hamna, ni NGO peke yake. Kwa hiyo tukaregister kama NGO, na mashirika mengi tu ya kanisa kisheria yapo registered kama NGOs, kwa mfano kama Caritas na mengine. Ila kwa kazi yao sio ya ni uinjilishaji, sio kazi kama NGOs zingine, lakini kwa sababu ya jinsi sheria ilivyo na hiyo ndo mfumo ambao upo. Lakini tumeregister kama international NGO ili kuwapa fursa chapter zetu za SAINESA kuweza kuregister kwenye nchi zao, lakini kupitia pia na taratibu na sheria za nchi husika. Kwa mfano kuna nchi ambazo ni kama Zimbabwe kwa mfano, sasa hivi ni almost impossible kuregister NGO. Kwa hiyo pale itabidi utafute mbinu nyingine. Lakini nadhani ambacho kinaendana na hilo jibu ni kama ni NGO, kwa hiyo sasa tunahusiana vipi na structure za kanisa? Sababu hilo swali huwa linakuja sana. Sisi tuna structure yetu kama organization, tuna SAINESA secretariat. Secretariat ndio ina coordinate activities zote za SAINESA. Lakini kila nchi ina timu yao ya uongozi. Na kwa sababu bado tunakuwa ile team, yani inakuwa ni watu wana kwa mfano Desideri atafuta vijana ambao wana ile ari ya kufanya hii kazi na ambao pia wameonyesha interest, akahusisha, alafu wakaendelea pamoja. Lakini kadri muda unavyoenda, pengine tutakuwa na mfumo pengine wa uchaguzi kama inavyofanyika kwenye vikundi vingine. Inategemea pia na constitution ambayo tunayo, kwa sababu kuna constitution kama NGO. Kwa hiyo wakati mwingine kunakuwa na hiyo changamoto kwamba taratibu na sheria za nchi inawezekana sio haziendani na jinsi kanisa inavyokuwa na magroup na mambo yake. Kwa hiyo ndo ilivyo sasa hivi. Lakini kila nchi inakuwa ina mawasiliano na kwa mfano baraza la maaskofu. Kwa mfano Kenya tunafanya kazi kupitia ofisi ambayo inashughulika na integral human development pale kwenye baraza la maaskofu.
ili wakati tunafanya chochote ambacho kinahusika na Lwadoto C Kenya, wanakuwa na taarifa ili pia tuweze kufanya kazi kwa pamoja zaidi. Kwa hiyo mtu akikuona pale mnapanda miti au mnafanya usafi, huo pia ni kuinjilisha, sio tu kwenda kuhubiri, sio, au kuimba, sio, lakini practical actions, evangelical. Alafu coordinated. Yani lazima tuwe coordinated, sio tuko Afrika nzima, lakini lazima tuwe na jinsi ya coordinate vitu ambavyo tunafanya. Ndio maana Tanzania mmeshajipanga, sio, Dodoma wapi mshajipanga. Alafu tushatoka Tanzania tunajipanga tena East Africa, sio hivyo, sio, coordinated. Alafu ili tuweze kuwa effective, sio, ili vitu vyote ambavyo tunafanya viweze kuonekana, viweze kuwa effective. Wangapi wenyewe hapo kwenye Twitter au X? Siku hizi inaitwa X. Wengine po TikTok X. X ndio watu serious, sio? Sababu hata Pope Francis yupo X, na Pope Leo sasa yupo pia X. Kipindi fulani ametoa tweet kwamba climate change represents one of the principal challenges facing humanity today, and the response requires the solidarity of all. Kwa hiyo climate change as one of the issues that we deal with, you can see it's a concern to everyone, not just to the church, not just to the society, but to everybody living on the planet, as Pope Francis says in Laudato Si. Lakini kwa mkoa wa Dodoma, yani Jimbo Kuu Katoliki la Dodoma, SAINESA pia ipo. Je, ilianza lini? Mafanikio yake ni yapi? Hapa Onesimo Miaka, yeye ni katibu wa SAINESA kwa Jimbo Kuu Katoliki la Dodoma, hapa katika parokia Kindege. Anaeleza kuhusiana na tulipotoka na sasa tunaelekea wapi, yani SAINESA ilianza lini katika jimbo la Dodoma na tunaelekea wapi. Baada ya kuwa SAINESA tumejitambulisha, tulipata mwaliko wa kushiriki sikukuu ya matawi parokia ya Makole. Wengi wetu hapa nikiangalia sura nyingi tulikutana. Brother pale samani, japokuwa jina nimekusahau, lakini sio sura ngeni, tulikutana. Lakini pale dadangu tulikutana, the same tulikutana Makole. Wengi hapa. Wewe kuna clip moja ulitutengenezea. Wewe haukumbuki kwa sababu ulikuwa katika hali fulani. Mwaka 2025 Dodoma tulipata fursa ya kushiriki katika sikukuu ya matawi zilizoadhimishwa kijimbo katika parokia ya Makole. Hii ilikuwa ni matokeo ya sisi kujitambulisha kama SAINESA, baada ya kuwa viongozi wa viwawa pamoja na parokia kuwa wamejua nini dhumuni letu SAINESA na kuona kabisa tuna nia nzuri, basi walituomba tushiriki katika sikukuu za matawi, ambapo katika zile sikukuu pia tuliandaa banda la SAINESA kuelezea dhima yetu juu ya utunzaji na uhifadhi wa mazingira. Haikuishia hapo tu. Katika tarehe 13 Aprili 2025 pale parokiani, katika banda letu pamoja na mabanda mengine pale, askofu alipita na akabariki shughuli zote ambazo zilikuwa zinaendelea pale, ikiwa pamoja na sisi SAINESA. Tulimuomba baba askofu apite katika banda letu na akakubali, akapita kama tunavyoona katika picha pale. Kuna baadhi ya washiriki tupo humu ndani pia, hata pale tunaonekana. Ilikuwa ni katika kuadhimisha ile sikukuu ya matawi. Sambamba na kuwa na banda, pia tulikuwa tumeandaa baadhi ya activities katika ile event, ikiwa ni pamoja na upandaji wa miti katika parokia ya Makole, lakini pia tulijitoa sisi wenyewe kama SAINESA katika utekelezaji wa utunzaji wa mazingira.
tuliambizana kwamba tutaenda kufanya usafi kabla ya tukio la sherehe ya matawi na baada ya sherehe zile. Katika kufanya vile pia tulikuwa tunawakumbusha watu kwamba huu sio utaratibu wa maisha. Ukisha kunywa, kama ni let's say labda ni hali ya maisha ndio inakufanya uchukue chupa ya dukani, ukisha kunywa kuna mahali unaweza ukaitupia, lakini sio kuitupa ovyo. Ni moja ya sera ambazo tulikuwa tunazitangaza pale katika sikukuu ya matawi. Na ndio hiyo hapo, SAINESA Dodoma katika kuhakikisha usafi wa mazingira tuliandaa utaratibu wa kukusanya chupa za plastic wakati wa sherehe na kutoa elimu kwa washiriki juu ya utunzaji wa mazingira dhidi ya taka zitokanazo na chupa ngumu. Mwitikio ulikuwa ni chanya kwa washiriki. Hakuna mshiriki ambaye ulikuwa ukimwambia kwamba ukisha kunywa maji chupa yako iweke pale akakwambia hapana usinielekeze. Hakuna mshiriki alifanya hivyo. Kwa tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake mwitikio ulikuwa ni chanya. Hiyo ni katika sherehe ya matawi. Sambamba na hivyo, tupende kukiri tu kuwa kila penye mafanikio hapakosi changamoto. Wakati tukiwa tumeandaa banda la SAINESA kuelezea dhima ya SAINESA na maono ya SAINESA, watu wengi walikuwa wakija wanasema sina muda, unaweza ukanipa kitu ambacho ninaweza ninapoenda nikikaa naweza nikasoma ili niwajue au niwaelewe ninachokielezea. Ukija ukisema kuna kitu kinaitwa Laudato Si, Laudato Si nishaye kusikia, unaweza ukanipa document ambayo ninaweza nikakaa nikaisoma. Tulikuwa tukikosa majibu kwa sababu tulikuwa tuna ukosefu wa zile rasilimali. Kwa hiyo moja ya changamoto ambazo tunazipitia SAINESA Dodoma katika utendaji kazi ni ukosefu wa vifaa tendea kazi saidizi, kwa maana ya kwa vitabu. Kuna vitabu kama vile Laudato Si, ni kitabu ambacho kinaeleza ule ujumbe wa Baba Mtakatifu juu ya utunzaji wa mazingira, ambao peji zake sio kwamba unaweza kuzisoma kwa dakika moja ukazimaliza. Ni kitabu tu kizuri, na ukipata ukakipitia ni kina manufaa. Kwa hiyo moja ya changamoto ambayo tulikutana nayo, watu walikuwa wakihitaji vitabu waelewe kwamba Laudato Si ni nini, ambako huko nyinyi mnafanya utekelezaji wa utunzaji wa mazingira. Tulikuwa tukikosa. Kwa hiyo moja ya mpango kazi ambao tunao kama SAINESA Dodoma ni kuandaa vifaa tendea kazi saidizi ambavyo vitatusaidia katika kufikisha ujumbe haraka zaidi katika utunzaji wa mazingira na ikafahamika zaidi. Kwa kusema hayo, hapa nitakuwa ndo nimefikia mwisho. Mtazamaji, ni kukumbushe tu wakati wa uzinduzi wa SAINESA pale katika parokia ya Makole ilipandwa miti mitatu hapa. Mti wa kwanza ukipandwa na mhashamu baba askofu na miti mingine ikipandwa na paroko pamoja na mwakilishi wa vijana VIWAWA kutoka Jimbo Kuu Katoliki la Dodoma. Maendeleo ya miti hii yapoje? Sikukuu ya matawi kijimbo ilipofanyika Makole, kulikuwa kuna zoezi la upandaji miti ambalo lilisimamiwa na kuongozwa na SAINESA, na ilipandwa miti mitatu. Mti wa kwanza ulipandwa na baba askofu msaidizi Wilbard Kibozi, lakini mti wa pili ulipandwa na baba paroko msaidizi Padre Baineti kwa niaba ya paroko, lakini mti wa tatu ulipandwa na mwenyekiti wa jimbo wa VIWAWA pamoja na makamu mwenyekiti wa VIWAWA taifa. Katika miti hiyo mitatu inaendelea vizuri, lakini
Katika siku 2-3 tulipewa jukumu la kuisimamia kwa sababu ilikuwa maeneo pale kanisani, lakini ilipandwa pale katika eneo ambalo ukumbi wa kanisa unajengwa. Kwa hiyo baba paroko alichoshauri tupande pale kwa muda, alafu baada ya siku 2 au 3 ya kumwagilia ihamishwe ile miti ikaweke kule parokiani eneo la nyuma. Kwa siku ya kwanza miti ilienda vizuri, tulimwagilia. Siku ya pili ilienda vizuri, tulimwagilia jioni. Lakini siku ya 3 tulikuta mtu wa askofu umeibiwa. Ule mti ambao alipanda baba askofu msaidizi, yani umechimbwa na umetolewa wote. Alafu ule mti ambao ulipandwa na viwawa umekatwa katikati. Sasa ulivokata katikati wakeka ile gundi ya nini ile ya solar tape. Yaani kwamba mtu alikuwa anafanya hivyo, alikuwa anajua anacho kifanya. Lakini ule mti ambao amepanda baba paroko msaidizi upo. Sasa tulijiuliza lakini tulipia kugundua kwamba kuna imani nyingine huwa ni mambo kama ya kiimani, kwamba mtu tumepandwa na askofu wa kanisa Katoliki aliochukua sijui kaupeleka wapi. Yes, kwa hiyo tulimshirikisha baba. Baada ya kufanya hivi tulimshirikisha kwanza mlinzi, kwa sababu kwa ni nje na ule ukuta wa ukumbi hauna geti. Tulimshirikisha mlinzi, lakini mlinzi hakuona. Tuna ubaya sasa, zile kamera za pale getini hazipigi mpaka kule, zinaishia barabara ambapo magari yanapita. Kwa baada ya kureview hatukuona kabisa kule upande wa getini kama kuna mtu aliingia. Lakini sasa ile fence ina mageti mawili ambapo hamna mageti, lakini kuna space ya mageti. Kwa hiyo inawezekana alipita geti la upande wa pili. Kwa tukujua sasa ni nini, na kitu kumshikisha baba paroko akasema tu tusali. Lakini baba paroko akaenda pale kuna yule mtu wa askofu ambao ulipotolewa na kwa mwenyekiti akanyuza maji ya baraka. Basi ndio ikawa hivyo. Kwa hiyo ni changamoto, nadhani inaweza kaikwa kwenye moja kati ya changamoto ambazo tunaweza tukazinanilia. Labda tuseme sijui mambo ya imani au ni nini. Tumsifu Yesu Kristo. Mtazamaji, vijana nao wakapata wasaa wa kuyatoa moyoni, huku wakitoa maoni, swali kuhusiana na Sainesa. Kwa miaka ya nyuma tulikuwa tupate issue ya mambo ya global warming na nini, majoto manini, yalikuwa hayapo kipindi kile, lakini sasa hivi yapo kwa sababu ya effect ya waliopita walishindwa kuyatunza hayo mazingira na kuyatengeneza. So natamani kujua generally, I know Sainesa as a Catholic Youth Network for Environment Sustainability in Africa. Natamani kujua, is it a non-profit organization au is this hivi vyama vya kitume? Yani specifically tupo kwenye upande gani? Lakini pia what are our sources of capital? Kwa uelewa wa mazingira moja kwa moja, kuna mazingira ya ndani na mazingira ya nje. Yani kuna internal environment na external environment. Sasa kwa uharaka zaidi, Sainesa nafikiri imejaribu kuangalia mazingira ya nje. Lakini kwa upana wa mazingira, sasa swali, vipi kuhusu kumuelewesha au kutengeneza mindset ya mtu kuelewa kuwa japokuwa tunapambana na mazingira ya nje, vipi kuhusu mazingira ya ndani? Yani namaanisha mindset ya internal, kwa sababu mtu ataweza akapanda mti lakini moja kwa moja mindset yake anajua tu ni mti kutupa kivuli, kuni na huko kadhalika. Lakini vipi sasa matokeo ya mti kuwepo tu pale, au matokeo ya mazingira mengine, ile mindset ya internal environment yeye anaifikiria vipi? Introduction sasa hivi ndo kazi inaanza ni kuanza kuijenga. Kwa nilikuwa natamani kujua in deep vision na mission, yani ni wapi? Tunapozungumzia swala la mazingira, sio tu kupanda miti. Ndio, miti ni sehemu ya mazingira, lakini kwenye masuala ya mazingira tunadili na mambo mengi sana. Mfano,
Leo asilimia zaidi ya 80 ya magonjwa tunayougua chanzo chake ni nini? Ni mazingira yetu kuwa machafu, si ndio? Lakini kama tukitenga ndoo au chombo kwa ajili ya maji ya kunywa kama ambavyo tunatenga ndoo kwa ajili ya chooni, maana yake hiyo typhoid tumeshaikimbia hiyo. Nilikuwa pia napenda kutoa tu kama maoni kwa sisi washiriki ambao tuko kwa ajili ya kujifunza pia kuelewa nini maana SNESA kwa siku hii ya leo. Ni kwamba nilichojifunza siku ya leo ni kwamba SNESA ni maisha ya kila siku, kwamba imekuja kwetu sisi kama vijana wa parokia Kendege ili tuweze kutambua kwamba utunzaji wa mazingira na vitu vyote ambao vinazunguka mazingira ni jukumu letu kama vijana. Na chelea kukosea alichokizungumza Kadesi, pengine kwa kujazia, lakini ndio ukweli halisi kwamba tuna shida vijana wa Katoliki. Tumsifu Yesu Kristo. Na mind you, hii program au hii SNESA na mawazo mazuri ya SNESA yaliyokuja kwa sababu yamefungua milango kwamba wanaruhusiwa hata watu wa madhehebu mengine kufanya. Lakini cha kuhuzunisha, wanaweza wakaja watu wa madhehebu mengine wakachukua hii opportunity very serious, wakawa benefited very serious, alafu sisi wa Katoliki wenyewe ambao ndo tumeinitiate hiki kitu tukawa tumebaki hapo. Tumsifu Yesu Kristo. Labda ni kazi yetu kusema Kadesi, sijui tutafanya nini. Kile kitu kaka amezungumza kuhusu mindset. Mindset inaanza na nani? It's you. Si ndio? Yaani lazima uanze na wewe, mindset yako wewe. Mfano, hapa miongoni mwetu, wewe mwenyewe tu kuna vitu vidogo vidogo ambavyo unaweza ukavifanya kwa kuzingatia utunzaji wa mazingira. Unaweza ukawa unatembea, unatupa kitu chochote mahali popote. Si unanielewa? Uwezi ukasema mindset kwenda kumwelimisha mtu mwingine kitu ambacho mwenyewe ukifanya nini? Ukiishi. Aliyetufungia mkutano huu maalum wa SNESA alikuwa ni kaimu paroko wa parokia ya Kendege, Africanus Kimario. Alikuwa na mengi ya kuzungumza, lakini kubwa ambalo alisisitiza ni kwamba panapoanzishwa makundi kama haya yaendelee kupewa kipaumbele, yasiishie hewani. Sasa tuko vizuri, tumeshiriki nini vyote hivi na hizi hapa selfies, lakini tukija kwako ni kuchafu. Inabidi nani wale viongozi wao mtakagua, tunaanza unajua nini? Charity begins at home. Charity begins at home. Yes, tuje nyumbani kwako na tuone. Yes, selfies tumepost na vingine kama hivi, lakini are you as clean as what you are trying to proclaim to us? Mazingira yako yanakaa vizuri. Kwa hiyo mimi huwa naanza na hiyo mara nyingi sana. Mazingira ndio yako namna hii, lakini tukianza na kule unapokaa, unaposali, unaona? Hata katika jumuiya yenu unapokaa kule, unaposoma labda chuo, unaona na mwingine kama huko. What are you doing? Kwanza ile mbegu ambayo imepandwa ndani yako, si kusanya tu watu wengi na yote hivi. Unaona, na maana nikasema ndio kwenye ile mfano uliosema, we are good at planning, coming up with all these initiatives. But how often do we implement? Unaona? Mavitabu yameandikwa mengi sana, kwa hiyo tunachofanya you are the first people to do it. Watu wamefanya mengi sana kwa ajili ya mazingira, wameandika mengi sana. Lakini saying, proclaiming, implementing can be two different things, right? Kwa hiyo tunaweza sema mengi sana, kwa naomba ianze na sisi. Unaona, hasa naongea sana nyinyi wabongo wenzangu, sawa? Tumeelewana wapendwa? Ianze. Tunakuja na hizi initiatives nzuri, wametoka ndio wamekuja na kuja kutupa semina hii kutoka Kenya, kutoka Nairobi, kutoka Dar es Salaam. Wanaweza kutoka hata sehemu mbalimbali. Sema na wengine watakuja. Lakini isi ikawa nini? Moto wa nini? Moto wa nini? Wakifua wa mabua au wote wa karatasi, sawa? Kwa hiyo naomba kuwe na maendelezo wa hiki ambacho tunafanya nini? Kimeanzishwa katika hiki. Unaona? Yes. Wewe kutoka parokia yako unaenda kufanya nini? Tayari ni mjumbe ulichokipokea hapa, go and do something. Watu wetu wanachoshwa sana na bla 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 bla. Mtazamaji, ni kushukuru sana wewe ambaye umefuatilia yaliyojiri katika mkutano maalum uliokutanisha vijana mbalimbali ulioandaliwa na mtandao wa kukabiliana na mazingira wa Wakatoliki SNESA. Hadi wakati mwingine, mimi ni Tadeitesh.